Kwa ukisikia tu Yohana sura ya 4 unakumbuka moja kwa moja mwanamke Msamaria kisimani. Kisimani alikuwa anafanya nini? Labda ingekuwa ni kuchagua. Mwanamke Msamaria alipokuwa kisimani alikuwa anafanya nini? A, alikuwa anaogelea, alikuwa anavua samaki, alikuwa anafanya nini? Anateka maji. Na Yesu alitaka nini kutoka kwa mwanamke Msamaria? Maji ya kufanya nini? Yesu yale maji alikunywa hakunywa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale maji tu yalitumika kuanzisha mada ambayo inatufikisha hapa ambapo tunafika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sio tu maji. Ukiendelea mbele hata chakula kilipoletwa akasema tayari ameshakula. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Yohana sura ya 4 mstari wa 19, yule mwanamke tayari tumeshajua sasa ni mwanamke gani. Sababu tumeshamsema ni mwanamke Msamaria pale kisimani. Kwa huyo mwanamke akamwambia Yesu, akamwambia Bwana, naona ya kuwa nabii. Haleluya. Yaani huyo alimwambia baada ya kufanyiwa mambo fulani ndipo akaona kwamba ni nabii. Mstari wa 20. Nani anakumbuka kitu ambacho alimwambia yule mwanamke ambacho kilifanya aseme ni nabii? Anayekumbuka kwamba mwanamke aliambiwa nini? Akasema sasa kutokana na haya wewe ni, alimwambia alikuwa na waume wengi. Alafu yeye akasema nini? Sina mume. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe anao zaidi ya mmoja. Haleluya. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yaani huyu mwanamke ambaye tayari ameshatajwa kwamba ana sifa ya kuwa na waume wengi na yeye ameshasema hana mume, anajiunganisha kwenye nini? Kwenye kuabudu, kwamba mnasema Yerusalemu ndipo mahali patupasapo. Kwa kauli hiyo anamaanisha kwamba na yeye akiwemo katika hao wanaotakiwa kuabudu. Tuendelee. Mstari wa 21. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Tuendelee. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Mstari wa 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Twende na mstari wa 24 afu tutarudi tena kwenye huu mstari, kwa sababu hapa hasa ndipo tutakapojikita. Kwa somo letu la leo tutajikita hapa, waabuduo halisi. Kwa kama unaandika kichwa cha somo unaweza kaandika hivyo, waabuduo halisi. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni nani? Roho. Wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mstari wa 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Tusome na kwenye Kiingereza pia. Kama mtu mwenye toleo la Kiingereza au kama lipo hapo atuwekee tayari. Hili neno shari mzee Dani alishalizungumzia, kama ni wanafunzi wazuri mnakumbuka. Alisema shari manake nini? Lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa waabuduo halisi tunaweza tukasema kwa tafsiri sasa hilo neno, lazima wamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa mtu anayeabudu ibada halisi hawezi kwenda nje ya roho na nini? Na kweli. Haleluya.
Hasa tuanze tujikumbushe maana ya kuabudu. Kuabudu ni kufanyaje? Nadhani hapa moja kwa moja katika tunapokuwa hii yote tunaita nini? Ibada tunapokusanyika hapa Lakini katika hii ibada kuna kipengele ambacho tena kinaitwa kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaabudu ndani ya ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Yaani na sio hatufanyi kitu kinyume na hilo neno, lakini watu wengi sana unapowaambia kuabudu ndipo wanapowaza. Bwana Yesu asifiwe. Au wakati mwingine mnakuwa mnataka kufanya maombi, mtu anambia tuabudu kwanza, afu ndipo tuanze maombi. Simeshasikia Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake wengi kuabudu, tafsiri ya haraka sana inayokuja ni zile nyimbo za taratibu. Kama vile Baba ninasogea. Hapo anajua anafanya nini? Anaabudu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio tafsiri ambayo wote tunayo? Mtu akisikia kuabudu anajua ni kuimba zile nyimbo za taratibu. Lakini kiukweli sio kila wimbo ambao unaimbwa hivyo taratibu unamwabudu Mungu. Sikuna hata nyimbo za mapenzi zinaimbwa hivyo na watu wanahisia hadi wanalia. Sasa kusikia? Au mmeshawahi kuona? Au yumkini imeshawahi kukutokea kabla hujaokoka? Unasikiliza wimbo yani unapata hisia. Labda una sasa nikisema mpenzi wako sio sawa. Kwa sababu ujue kupenda ni kitu kingine. Hivyo wanavyofanya vijana sio mapenzi. Haleluya. Naweza labda turahisishe tu. Kwa lugha rahisi ni ushetani. Bwana Yesu asifiwe. Sio mapenzi, kwa sababu kupenda ni kama aliko kufanya Yesu. Kutoa maisha yako kwa ajili ya kunusuru maisha ya mtu mwingine. Lakini hawa wanatoa maisha yao kwa ajili ya kuharibu maisha ya mtu mwingine, ambao ni kazi ya shetani. Kazi ya shetani ni kuua, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe kama kuna mtu atakuja anakwambia ninakupenda, hana nia ya kukuoa. Yaani hapo amegeuza tu, ametumia midomo kutamka kinyume cha neno ambalo alitakiwa kutamka. Yaani pale alitakiwa kuambia ninakuchukia na ninataka nikuharibu. Kwa sababu ndicho hasa anachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Si ndicho ambacho tumekuwa tukikishuhudia katika maisha ya watu Mimi nimesoma na watu ambao walikuwa na jinadi sana, wanapendana, yani paka kama wako madarasa tofauti, mmoja anapohitimu mwenzake analia, anakuwa katika hali mbaya, wengine wanaugua, kuna mwingine hadi alienda kumeza zile vidonge vya usingizi vinaitwaje? Piriton. Kwa sababu alikuwa na binti anampenda huyo binti, zamani ujue tofauti na sasa hivi. Sasa hivi tunaandikiana message. Zamani kwa ni barua, yani unaandika kwa mkono. Kama una mwandiko mzuri, mtu anatafuta mtu mwenye mwandiko mzuri, anamwandikia barua. Au anayejua kuchora vile vikopa vile, anakichora alafu anakichomeka na mshale. Bwana asifiwe. Si hadi mastika ameaona Naamini wengi wanacheka kwa sababu wengine wamewahi kufanya, hadi shule ya msingi wengine wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wanasema nini? Wanapendana. Lakini ile kimsingi wanachukiana. Kwa sababu kitakachotokea pale hatima yake haina viashiria vya kwamba ulikuwa ni upendo. Haleluya. Mtu ambaye anajua kwamba kwa kufanya hivyo, si serikali inasema kabla ya miaka 18 ni nini? Kama mwanaume akilala na msichana chini ya miaka 18 anafungwa miaka mingapi? 30. Sasa msichana anapomkubalia yule mwanaume akiwa anajua kwamba hapa kuna hatari ya kufungwa miaka 30, ni upendo? Mvulana anapomfuata msichana akijua kwamba huyu ana hatari ya kubeba mimba katika umri ambao sio sawa, ama atafukuzwa shule, ni upendo? Haleluya. Ndio sababu nikasema kwamba kwa maneno linatamkwa neno upendo, lakini kiuhalisia ni chuki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimekuja katika haya yote? Kwa sababu tunaenda kwenye neno kufanya nini? Kuabudu. Kuabudu, tafsiri rahisi kabisa ya kikamusi inasema kwamba kuabudu ni kutoa heshima zako za kiwango cha juu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukiishia hapo tu, ni kutoa heshima zako za kiwango cha juu kabisa.
Kwa hiyo tunaposema sisi tunamwabudu Mungu, maana yake tunaingia katika wakati ambao tunamtolea heshima zetu zote kwa sababu yeye amestahili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu tunapoimba zile nyimbo za taratibu, watu wengi pale, kabla ya pale anakuwa ni mtu wa kawaida, ila akishaanza kuimba zile nyimbo za taratibu, ndipo nadhani hata tunahamasishana, achilia moyo wako, fungua, jiachilie, kaa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kusema mambo ambayo labda yataonekana kama hayako sawa, lakini hatukae katika uwepo wa Bwana pale tunapoanza kuimba nyimbo za taratibu. Yaani uweponi mwa Bwana tunatakiwa tuwepo wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama ni kuabudu, hatuabudu wakati tunaimba nyimbo za taratibu. Tunaabudu katika maisha yetu yote, usiku na mchana, tukiingia, tukitoka, tukilala, tukiamka. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kazini, tukiwa kanisani, tukiwa na familia, tukiwa na wapendwa, tunaabudu kama, yani naweza kusema kama desturi, kama kitu cha maisha yetu yote ya wakati wote. Na ndio sababu ahadi ya Roho, hatukuahidiwa kwamba Roho atakuwa anakuja na kuondoka. Tuliahidiwa kwamba tunapompokea Roho Mtakatifu, yeye atakaa, atafanya makao. Haleluya. Na kuabudu tumeambiwa kwamba wanaoabudu halisi wanaabudu katika nini? Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na roho ikifuatiwa na nini? Na kweli. Sasa kama waabuduo halisi, nadhani nimekosea, nimesema sio harisi halisi kama ilivyoandikwa, kumwabudu Baba katika nini? Roho na kweli. Ikiwa na maana kwamba kama Baba anawatafuta waabuduo halisi, na wakati kuna watu wengi wanaendelea kuabudu, manake kuna waabuduo nini? Bandia. Yaani inapotajwa halisi, manake kuna nini? Bandia. Na kama utakuwa mkweli, yaani kama usipoamua kujidanganya, kama ukiwa mkweli, waabuduo bandia ni wengi sana. Na ndio sababu Baba anasema anawatafuta waabuduo halisi, kwa sababu ni nadra. Waabuduo halisi ni adimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio sababu hata tunapofika katika kile kipindi cha kuimba nyimbo za taratibu, inabidi watu wasukumwe sana, wavutwe, manake wako nje ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inabidi waingizwe wapi? Ibadani, kwa sababu asili yao kabla ya pale, au tuseme asili yao kikawaida, wengi wako nje ya ibada. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine inatumika nguvu nyingi sana kuwafanya watu wamuimbie Mungu. Si kama tunaelewana? Kuwafanya watu wafanye kitu fulani kwa ajili ya ambacho ni kazi ya Mungu. Ndio sababu ni ngumu sana, kwa sababu watu wako nje ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndani ya ibada, kiashiria kikubwa cha mtu kwamba yuko ibadani ni nidhamu, ama naweza kusema adabu. Haleluya. Kwa hiyo ukikuta mtu hana adabu katika mambo ya Mungu, manake ameshakikosa hiki kinachotajwa hapa na Yesu, ambacho Mungu anakitafuta, ambacho Baba anakitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani mmeshashuhudia mara kadhaa, nadhani hata kwenye TV ama kwenye nini, kuna wale ambao tunawatambua kama vikundi vya kufanya nini? Kusifu na kuabudu. Lakini nadhani mmeshuhudia mara kadhaa aina ya mizaha wanayoifanya katika hicho kinachoitwa kusifu na kuabudu. Ndio sababu pale mwanzo nikatangulia kusema kwamba tukikaa na tafsiri rahisi kabisa ya kuabudu ni kutoa heshima zako za kiwango cha juu kabisa unachoweza kukitoa kwa yule ambaye unamwabudu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani Mungu ameshatusaidia sasa hivi, hatuko tena katika viwango hivyo, tumeshatoka. Unajua kuna wakati ule tunasema tunasifu na kuabudu, alafu tuko hapa mbele wanaume, wanawake, alafu kiongozi wa kuabudu au wa kusifu, wimbo umechangamka, anakwambia shika mabega, ta. Shika kiuno, ta.
shika magoti. Haya sasa, mimi ni wa kiume, aliyeko mbele yangu ni nani? Ni mama. Kuna ibada inaendelea hapo jamani. Atuwe wa kweli. Tuwe wa kweli. Kuna ibada inaendelea hapo. Nadhani labda mimi niko mwilini ndio sababu amnielewi. Mko rohoni. Nadhani mko rohoni hapa mnasa. Sasa kwani kuna nini kinaendelea? Kwa hiyo mimi nikifanya hivi na mama hapo mbele akafanya hivi, kwani kuna nini? Kama uko rohoni sana unaweza usielewe ninachosema. Lakini kama wewe ni binadamu mwenzangu, naamini umeshaelewa kwamba hii haiwezi kuwa ibada mbele za Mungu. Hatuwezi kumwabudu Mungu kwa mtindo kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Na changamoto, ngoja tuangalie kwanza changamoto labda inayoleta mambo haya yote. Tuende katika Timotheo. Kwa mtu akisema, kuna mtu mwingine anaweza kusema, mimi na muda mrefu sijaabudu. Yaani akiwa na maana kwamba na muda mrefu hajaja kanisani. Yaani akiwa na maana kwamba ukisema na muda mrefu hujaabudu, yaani na maana kwamba huo muda wote ulikuwa unafanya kazi za shetani tu. Ndio tafsiri yake rahisi, si ndio hivyo? Haleluya. Kwa tunapokuja kukutanika hapa, hii ni sehemu ya ibada ambayo inaendelea kila siku katika maisha yetu. Kwa nadhani sasa sijui labda kama ni tafsiri au ni nini. Na ndio sababu unaweza kukuta mtu alikuwa anavuta sigara. Akifika pale nje ameingia wapi? Mahali patakatifu. Ndio kile mwanamke Msamaria alikuwa anasema baba zetu waliabudu katika mlima huu. Anajua kule nje kote, kule ni pachafu, kule ni duniani ni pachafu. Kwa machafu kule ndiko yanakufanyika. Akija hapa anasafisha yale ambayo wanaendeleaga nayo huko. Ambao sasa hawa watu Mungu hawatafuti watu kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta wale ambao kama havuti sigara kanisani, hata kule nje havuti. Hatafuti wale ambao sasa nikisema naogopa kusema mchumba au mpenzi. Hana msichana mvulana wanayedanganyana kanisani, lakini anaye nje. Hatafuti watu kama hao. Hutakiwi kuwa naye na kujulikana kwa wapendwa, hutakiwi kujulikana hasa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama tusipopata vizuri hii kuabudu, tunakuwa tunafanya sasa hii michezo tunayofanya labda kila tunapokutana. Ngoja nikae sasa mkao wa kuabudu. Wengine wajua ndio anajitayarisha kabisa Yumkini unaweza kuta wakati wa neno walikuwa na chati, wakati wa kusifu walikuwa na chati, na tukifika pale sasa huu ndio muda wa kuabudu, anazima simu, anatulia. Ni muda wa kufanya nini? Lakini haitupasi kuwa hivyo. Waabudu halisi huabudu katika roho na kweli, na sio kwa vipindi, ni kwa maisha yao yote. Sasa tuende katika Timotheo wa pili sura ya 3. Kwa sababu si kila kitu tunachokizungumza katika kizazi hiki, sisi tunajizungumzia kama kizazi cha nini? Cha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati za mwisho. Tuko nyakati za mwisho. Kwa mambo mengi yanayokuwa yanazungumzia nyakati za mwisho yanatuhusu. Kwa tutasoma katika Timotheo, ambapo kwa wale wenye Biblia zenye vichwa vya habari, hii imeandikwa kwamba uovu katika siku za nini? Za mwisho. Uovu katika siku za mwisho. Timotheo wa pili 3:1. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati gani wapendwa? Nyakati za hatari. Kwa hata tukiishia hapo tu, kama zitakuwa ni nyakati za hatari, manake wale waabuduo halisi, hiyo ya waabuduo halisi unaweza kaiacha tu. Tutakuwa tunaenda na kurudi pale pale. Kwamba kama nyakati ni za hatari, manake waabuduo halisi ni wachache, au waabuduo halisi kuwapata ni vigumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukajisifu kitakwimu kwamba labda tuna makanisa mengi, kila unakopita kuna kanisa, ukadhani labda sasa tumefika katika hatua nzuri. Lakini si kweli kwamba hicho ni kiashiria cha hatua nzuri. Tunapokuja kwenye swala la kumwabudu Mungu, sio kiashiria kabisa kwamba labda kwa sababu kuna kanisa kila sehemu basi tuko katika hali nzuri. Ukifuatilia au makundi mengi ya watu wanaotumia Biblia, ukilinganisha na wanayoyafanya ama wanayofundishana,
utashangaa. Kama ni mtu msomaji wa Biblia makini, hata utaogopa. Yaani kwamba mtu anapata wapi ujasiri wa kulikusanya kundi lote na kuwafundisha mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna bwana mmoja alikuwa anamsikiliza hivi karibuni, anasema yeye alikuwa ni maarufu sana. Anasema nadhani anatokea Ghana. Yeye alikuwa ni maarufu sana kwenye masuala ya kuhubiri haya. Lakini eneo lake zuri zaidi ni kwenye wanaita kwenye Kiingereza fundraising. Yaani yeye kama mna masuala ya michango, sasa eneo hilo ndio zuri. Mumuite atakuja kuhubiri mnapotaka masuala ya michango. Sio kwamba alikuwa anafanya kihalali. Yaani anapoitwa hivyo sio kwamba alikuwa anafanya kihalali. Anafanya kwa asilimia. Kwa mnakubaliana, tunataka tukusanye shilingi ngapi? Labda milioni 50. Katika milioni 50 mimi mnanipa asilimia ngapi? Haleluya. Yeye alikuwa anashuhudia kwamba amefanya michezo kama hiyo kwa muda mrefu sana, na alikuwa anafanya sana Nigeria. Fanya sana michezo kama hiyo. Kwa sasa anasema kuna wakati alikuwa akifika, sasa leo tunataka tukusanye kiasi fulani cha pesa. Maji nimeshatumia, mafuta nimeshatumia. Kwa hiyo anaumiza kichwa. Aje na kitu gani kingine tena kitakacho wasukuma watu watoe pesa. Kwa sababu siku amefika kanisani kuhubiri, anaangalia vyote hivi nimeshatumia. Akasema sasa, akawatuma watu, "Nendeni nje mlete udongo." Kuanzia hapo kwenye udongo nadhani atatiririka hata na vitu ambavyo vimeandikwa kwenye Biblia, ili target yake ni nini? Kupata hicho kiasi cha pesa kinachotakiwa. Na anasema mimi nilikuwa siogopi kumwambia mtu atoe kiasi chochote cha pesa. Yaani hajali ni kiwango gani, anaweza katamka tu kiwango fulani. Kuna mwingine pia nimsikia alikuwa anasema kwamba namba 7 ni namba ya Mungu. Kuna zile namba watu wanazitaja. Sasa akasema kwa hiyo unaweza katoa 7 ama ukatoa 7. Kwa kama nikisema kwa shilingi hapa sasa itakuwa ni vichekesho. Sasa tuseme kwa dola. Nikisema shilingi 7, shilingi 7 asema dola 7. Kwa kama ni dola toa 7 ama utoe 14, yani ile ya 77, ama utoe 77 ama utoe 777. Sio zinavyotembea. Kwa hiyo mtu akikaa pale anaona ni kitu cha kimungu sana. Lakini kumbe anayefundisha hana nia ya kuleta kitu cha kimungu kwa lile kundi. Yeye amekuja kukusanya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ndio sababu nasema kwamba hizi ni nyakati za hatari, kwa sababu wale ambao wanataka kumwabudu Mungu katika hali halisi ni adimu sana. Ndio swali, kwa nini wanajazana? Haleluya. Kwa sababu nyakati ni za nini? Za hatari. Mstari wa 2. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Tumeelewana? Nyakati za hatari, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Kwa hiyo wale watu wanapotoa hata hizo 7 au 77 hawamtolei Mungu. Ni kwa sababu katika hiyo 77 kuna kitu chao wameahidiwa. Haleluya. Labda kwamba ukitoa 7 utazidishwa mara 7. Ukitoa 77 utazidishwa mara 77. Hasa mtu anapiga mahesabu, kwa nini sizidishwe mara 77? Kwa hiyo utakuta ametoa kikubwa, mnahisi labda ana moyo wa kumtolea Mungu, lakini kumbe ni kwa sababu anajipenda mwenyewe. Kwa hiyo hatari ya kwanza ni kwamba watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimechelewa katika ibada, lakini lazima niseme ili nisije ningesema siku nimewahi ingeonekana ni mbaya. Kwa nini tunachelewa katika ibada? Kwa sababu tunajipenda wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine sasa inaweza kuambia muda umefika, lakini unaona mbona sijakaa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ni mfano mdogo rahisi kabisa katika maisha. Kwa nini tunafanya haya tunayofanya? Kwa sababu hasa tunajipenda wenyewe. Haleluya. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Kuna na watu wanatoa mifano mara nyingi kwamba kwa nini mtu akifanikiwa wewe unaumia?
Na wakati hajafanikiwa kwa kukuibia, haja kutapeli, haja achukua pesa yako, amefanikiwa tu yeye kwa huko aliko. Kwa nini wewe unaumia? Kwa sababu unajipenda, ulitamani uwe juu yake. Ndio hasa kinachofanya mtu aumie. Kwa hiyo ndio hii hatari tulionayo, watu wenye kujipenda wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msanii aliimba nyimbo za kidunia akasema kioo hakidanganyi. Ni wapendwa, lakini naamini wewe tunaufahamu. Tumewahi kusikia. Umesha kusikia. Lakini kioo ndicho kinadanganya watu wengi. Haleluya. Yote ambayo watu wanahangaika nayo kuhusu miili yao ni kwa sababu ya kioo. Kwa hiyo anaangalia kuna kakitu, mimi naamini asingejiangalia. Sasa kuna wakati mke wangu ananiambia, "Hivi unajiona?" Mimi kwa kweli na udhaifu wa kutojiangalia kwenye kioo mara kwa mara. Kwa wakati mwingine ukikuta niko rafu, unisamee bure. Ni kwamba labda nakuwa nimepita hata hapa kanisani vipo, lakini wakati mwingine kumbe ndo niko hivi. Yaani hadi nikijiona mwenyewe nashtuka wakati mwingine. Sema kumbe mke wangu alichokuwa anasema ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine kwa sababu ya sisi tumekuwa ni sisi tu. Kila kitu ni sisi tu. Ndio sababu hatuwezi kufanya ibada halisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa sababu wengi ibada zetu hazianzi rohoni wala hazifanyiki rohoni, zinafanyika mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hivi kwa nini watu walikufa kwenye kukanyaga mafuta? Kwa nini watu walikufa kwenye kukanyaga mafuta? Unadhani kwa sababu walikuwa wanataka dhambi zao ziondolewe? Walikuwa wanatafuta nini? Mambo yao wenyewe yatakayowafurahisha wao wenyewe. Haleluya. Kwa hiyo hapo ndipo ibada halisi imefia. Kwa bila kutatua hilo hauwezi kuwa na ibada halisi. Ndiyo sababu mtu anapotaka kuomba anapata shida. Aombe nini? Aombe nini? Kwa nini mtu kama anaumwa mnaweza mkamwambia afunge na akafunga kwa urahisi? Kwa nini mtu kama anaumwa, ni mgonjwa, kama bwana tufunge tuombe? Amefukuzwa kazi, tufunge tuombe. Hana kodi, tufunge tuombe. Kwa nini inakuwa rahisi sana katika nyakati hizo kuomba, kufunga na kuomba? Kwa sababu ya nyakati tulizonazo, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Lakini naamini huyo angekuwa na kodi, mkamwambia kuna rafiki yetu hana kodi, tufunge tumuombe, ingekuwa jambo moja zito sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tunaangalia kwamba hiki Yesu alichokuwa nakiongelea tukikitamka ni kitu rahisi, lakini ni kitu kizito katika utekelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapopata watoto tunawatafutiaga majina mazuri mazuri ya Kikristo lakini unakuta hatuwalei Kikristo kwa sababu ibada hatuna, zilishakufa. Kwa nini watu, nakumbuka siku pindi tunaokoka tuliambiwa, yani wewe siku yako ya muhimu sana ya kusherekea ni siku uliyookoka. Watu siku hizo wanasherekea zaidi nini? Siku ya kuzaliwa. Sio mbaya kwamba usingeokoka bila kuzaliwa. labda ndio inaweza kwa sababu kwamba kama usingezaliwa usingekuwa umeokoka. Lakini kitu ambacho kinakupa utambulisho wenye maana zaidi hapa duniani mbele za Mungu ni kuokoka, kwamba ulitoka gizani ukaingia nuruni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuseme kuna kama ni msemo sijui tuseme mapito. Mtu asema umesha kusikia mtu asema yani mimi nina mapito kiasi kwamba hadi nashindwa kuomba. Hivi unaweza kuelewa hiyo kauli Yani na mapito mazito hadi nafanya nini? Unashindwa kuomba. Hiyo inatafsiri ina maana gani? Huyu mtu hajui anayetakiwa kumuomba. Hamjui. Kwa ina maana kwamba siku zote amekuwa akitambulika kama anamwabudu, lakini kiuhalisia hamuabudu. Anamfuata kutafuta mambo yake mwenyewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa pamoja wapendwa.
Au hata kama tuko pamoja, utakapotafakari baadaye hata tukiwa pamoja mwakani sio mbaya, lakini angalau nataka tutoke hatua moja twende hatua nyingine. Ibada zetu ziwe na maana. Yaani kama umekuja kutafuta mambo yako mwenyewe hapa kanisani, huwezi kwanza kuyapata. Haleluya. Kwa sababu kama unakumbuka yule nadhani ni sura ya 5 ya Yohana. Some sura ya 5 ya Yohana. Yaani hapa najitahidi kwa sababu hapa kuna vitu vingi sana vya kuongea, lakini angalau utakavyopata vichache vitakusaidia. Naamini mpaka sasa kuna kitu angalau umeshaanza kukishika cha kukusaidia katika ibada. Kuna mtu mmoja aliimba akasema ibada njema huanzia wapi? Nyumbani. Kwa hiyo ukisema ibada ya leo haikuwa na uwepo, jua kwamba wewe uwepo hukutoka nao tangu nyumbani. Kwa sababu uwepo hauukuti hapa, unatembea nao. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine waimbishaji wetu inabidi tuwahurumie kwa sababu tunawapa mzigo mzito. Tunawabebesha mzigo ambao sio wao. Yaani tunawabebesha mzigo wa kutuingiza rohoni. Wa kutuzamisha. Yaani unatakiwa uje umeshazama kabisa. Bwana asifiwe. Yaani hapa ukuta amezama. Yaani sasa hapa ni kinyume. Baharini mtu akizama tunatakiwa tumuokoe. Sasa kanisani mtu akiwa anaelea inabidi tumzamishe. Kwa ni kinyume chake. Yaani hapo utakikuja unaelea, uje umeshazama. Kwa hiyo kama unaelea unatupa kazi kubwa ya kukuzamisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna kitu kigumu kama kumzamisha mtu kuliko kumtoa mtu. Kumuokoa chini, yani kumvuta ni haraka zaidi kuliko kumzamisha. Kwa sababu kumzamisha kama Yesu alivyosema ni kufa. Yani unapomzamisha manake unayaua yale yaliyo ya kwake ili apokee yale yaliyoko huko chini ambako kwa kawaida hayuko tayari kwenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na katika kweli. Kwa kikwazo kikubwa cha kuabudu katika roho na kweli ni nini? Kujipenda. Lishike tu hilo ukaanze kulishughulikia. Angalia ni maeneo gani ambayo wewe ni mbinafsi sana. Bwana asifiwe. Nitawatolea mfano. Yaani wakati mwingine ukiwa hapa inabidi mkubali tu yale mtakayomsikia. Kama unaumia, halafu kabla jua halijazama wewe umeshasamehe. Haleluya. Hivyo unajisikiaje ukimwambia mwanao njoo asije? Nani anajisikia vizuri? Mwambie mwanao njoo asije. Yaani vipi unamwambia rafiki yako, bwana naomba unisikilize, afu akusikilize. Unajisikiaje? Ndivyo tunavyojisikia tunapokuambia sogea kiti cha wazi mbele yako. Ndivyo tunavyojisikia. Kwa wakati mwingine hata tukiongea ukaona tu kama tunatabasamu, lakini jua halitazama kabla hatujakusamea, lakini tunajisikia vibaya. Bwana asifiwe. Hiyo ni sehemu pia. Yaani tunapoongelea masuala ya ibada, ndio sasa nimesema heshima, utii. Jua kwamba kwa kuchelewesha sekunde kadhaa tunapokutana mahali hapa umesababisha makwazo kwa watu wengine bila sababu ya msingi. Kama umeweza kusogea kutoka nyumbani kwako mpaka hapo, unashindwaje kutoka hapo kuja kiti ambacho kiko wazi mbele yako? Bwana asifiwe. Hiyo kwa tafsiri rahisi kabisa ya Kiswahili kinachoeleweka ni dharau. Dharau ambayo ndani yake inabeba nini? Kwani nisiposogea utanifanya nini? Na kweli hatuna cha kukufanya. Kuna mtu tumeshawahi kuja kumchapa labda sogea mbele, hatuna cha kukufanya. Lakini roho yako kuna kitu unakuwa umeifanya kwa siku hiyo. Kwa sababu sisi tukiondoka tutasahau kama tulikwambia usogee ukusogea. Wewe ukitoka utaendelea kutafakari vile ambavyo umetugomea hapo hatuja kufanya kitu chochote. Na yumkini utamsimulia mwenzako, yani kanisani pale mimi nasubiri siku mtu aje anisogeze. Yaani wakati unaendelea kusubiri, sisi tunaendelea na mambo mengine, tulishasahau hata kama walikuwa wamekaa kule nyuma.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumwabudu Baba katika roho na kweli tunaifanya kama story, lakini kiuhalisia, kiutendaji ni kitu kizito, kitu cha ndani sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naamini kuna mtu amejisikia vibaya alivyoona kuna kitu kiko wazi mbele yake. Asijakulenga wewe, najua labda kuna mtu alikuwa amekaa labda ameenda nje mara moja. Haleluya. Lakini naamini Jumapili ijayo sitahitaji tena kusimama au hatahitaji mchungaji. Wewe ni mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama umevaa nguo zako mwenyewe ukajua kwamba nisipopiga mswaki nitanuka mdomo. Yaani kusogea mbele hapa unajua kwamba nisiposogea nitawakwaza watu wengine. Haleluya. Amen. Hiyo haikuwa sehemu ya somo lakini imetokea tu kwa sababu imehusiana na hiki ambacho. Hivi unajisikiaje mtu akikukemea afu ukawa wanakukemea huku unafurahi? Si vizuri Ni vizuri kuliko ningekuwa nimekunja sura. Lakini naamini maadamu kimeingia sikioni, yani ningeongea kwa nguvu ama taratibu, maadamu umeshajua ninachomaanisha, naamini utatekeleza. Kilichobaki ni kufanyia kazi. Yaani unampa kazi ngumu pastor. Anasimama hivi anakuwa na wazo hivi, Paulina mimi ananichukuliaje kwani? Kwa sababu kuna wakati unakuta pastor anasema na huyu mtu anaangaliana usoni. Hasogei, hafai chochote. Kwa sababu pastor anakuwa anaenda na kutafakari. Alafu kwenye maombi anakuta mtu kazama kweli, yani yuko rohoni sana. Yaani anakuwa anajiuliza mara mbili. Sasa huyu mtu kweli alikuwa yuko rohoni kweli au haieleweki? Bwana Yesu asifiwe. Lakini waabuduo ni halisi, yani anachotafuta Mungu tumwabudu Mungu katika uhalisia, sio katika ubandia. Kwa hiyo ibada sasa, yani tuseme maisha ya watu kwa sasa yamejaa ubandia zaidi kuhusiana na masuala ya Mungu kuliko uhalisi. Yani hapa utakiwa kuangalia maisha ya mtu mwingine, unatakiwa uangalie maisha yako kwa sababu ndio hasa yanayohusika. Haleluya. Kwa hiyo wakati mwingine ukija kwenye ibada, usije ukasema ibada ya leo ilikuwa imepoa. Sema mimi katika ibada ya leo nilijikuta nimepoa. Au mimi katika ibada ya leo wale walinisababisha, wala hawakunisababisha. Yaani niliwaiga nikajikuta badala ya kuwa ninavyotakiwa kuwa na mimi nimepoa. Haleluya. Kwa hiyo unapokuja hapa ni wewe, Mungu anakuangalia wewe. Sisi tunashirikiana tu, kila mmoja tunashirikiana, lakini kila mmoja anafanya kama yeye. Haleluya. Kwa Mungu anapoangalia waabuduo halisi, haangalii House of Grace. Anaangalia mtu fulani aliyekuwapo pale House of Grace. Ameabudu katika roho na kweli ama hakuabudu katika roho na kweli. Sasa nadhani pia wasomaji wa Biblia, nikishagusa tu Yohana sura ya 5 unapo unajua kuna nini kinatokea. Bilika Sasa twende moja kwa moja, madam tumeshajua ni bilika, kuna mtu pale alikuwa hawezi kutembea. Sasa Yesu akaongea naye katika ile sura ya 6, Yohana 5:6. Yohana hapa tunatafuta kwa nini ibada halisi zinakuwa adimu katika maisha ya watu. Tunatafuta vile visababishi. Kwa hiyo hapa tunaenda kuona kisababishi kingine au kinachoambatana na kile tulichoona katika Timotheo ile sura 3 mstari wa 2. Yohana 5:6. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Yesu alijua huyu amekuwa hali hiyo. Kwa hata wewe unapoenda mbele za Yesu, Yesu anajua wewe umekuwa hali hiyo siku nyingi. Kwa ndio sababu huwezi kwenda mbele za Yesu kiujanja ujanja. Yesu kwenda kiujanja ujanja. Unajua kuna hata watu wengine wanamuomba Yesu lakini kama wanataka wampige chenga hivi, anasema Baba wewe wajua. Akiwa anatanguliza anamtangulizia tahadhari kwamba haya sio mimi kama mimi. Wewe wajua. Wewe wajua kwamba sikuwa na hiki ndio sababu nikafanya hivi na hivi. Wewe wajua kwamba siko hivi ndio sababu sikufanya hivi na hivi. Haleluya. Yesu alipomwona huyo amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Nasikia swali la Yesu. Wataka kuwa mzima? Haleluya. Kwa ukija ibadani
Wataka kuniabudu? Wataka kujawa Roho? Kwa majibu unayo, wewe ndio unaamua. Wataka kunipenda? Kwa sababu Yesu alazimishi. Wataka kunitumikia? Wataka kutembea na mimi maisha yako yote? Alafu unatoa jibu pale ndio ama hapana. Ama mwingine anakaa kimya tu, ambapo napo ameshatoa jibu. Unajua tokaa kimya tu umetoa jibu. Yaani kwa mfano kumwambia mama naomba leo uninunulie soda. Alafu asijibu chochote. Wewe unajua kashajibu. Haleluya. Na pia ule muondoko wake ama muonekano wake tutakwambia kashajibu. Kwa wakati mwingine sisi Mungu anatuagiza mambo, alafu atuongee chochote. Lakini yeye akituangalia naona tumeshajibu. Wataka kuniabudu? Ndilo swali ambalo sisi tunalo kama wapendwa, kama Wakristo. Wataka kuniabudu? Wataka nikujaze Roho uniabudu? Haleluya. Twende sasa kwenye visingizio. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Yesu anakuambia, wataka kuniabudu? Wanamwambia, Bwana, mwimbishaji wetu haimbishi vizuri nyimbo za kuabudu. Si ndio sababu kabisa tunazitoa Bwana, mimi nikienda ibadani pale sijisikii ndani. Umesha kusikia mai? Sisikii uwepo. Umesha kusikia mambo kama hayo? Lakini Yesu anasema wataka kuniabudu? Jibu ni ndio ama hapana. Lakini sisi tumejawa na nini maisha yetu yote? Visingizio. Kila ninapokuja swala la kumwabudu Bwana katika roho na kweli, tumejawa na visingizio. Wataka kuniabudu? Bwana, leo vyombo viko juu. Natamani ni kuabudu lakini vyombo viko hivi. Ya mambo naongea ni mageni kweli. Sio unasikia watu wanasema wataka kuniabudu, afu nasikia katoto kamepita huko nakimbia sha. Unatoka. Mtoto mama yake yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ibada halisi inazuiwa na mambo yaliyotuzunguka kila siku. Kwa hiyo kinachotakiwa ni mazoezi ya kuyashinda yale yaliyotuzunguka ili tuabudu katika roho na kweli. Haleluya. Wataka kuniabudu? Bwana, natamani ni kuabudu lakini hapa mwenzangu ana chati. Kwa unakuta unachungulia pale. Amefungulia simu unachungulia. Yaani wengine nahisi ukifungua tu simu amini kama unaangalia Biblia. Kwa lazima ahakikishe. Kwa kufanya hivyo anakosa ibada. Yaani kwa ibada inaendelea. Afu sasa kama alikuwa na mawazo mabaya, kumbe anasoma Biblia. Yaani unakuta baba ameshajipangia huyu labda kuna kitu atakuwa anaangalia afu akakuta unasoma Biblia. Kwa ibada zinaharibika kwa mambo kama hayo yaliyotuzunguka. Naamini kwa kusema haya, kwa sababu ni tabia zilizopo za kila siku. Unajua kwamba waabuduo halisi ni wachache mno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waabuduo halisi ni wachache mno kwa sababu wengi wana mambo yamewazonga. Mioyo yao haina utulivu. Roho zao hazina utulivu. Yaani ni kama zina waya. Hazina utulivu mbele za Mungu. Kuna mtu mwingine hata hapa anawaza, yani ana ratiba anaendelea sasa hivi kuchakata ratiba za baada ya ibada. Ndio sana nasema waabuduo halisi ni adimu. Kinapo kwa mtu yuko na chakata. Yumkini kama amekaa na mtu ambaye labda wanaishi pamoja, hapo tayari wanazungumza yani sasa tukitoka sijui tupitie nini pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoongelea swala kumwabudu Mungu ni kumpa heshima ya kiwango cha juu sana. Ikiwa na maana kwamba moyo wako ujitenge na kila kitu, abaki yeye. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akupe nguvu ya kuyasukuma yale mengine yote unayotakiwa kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ila sisi tunachofanya tunaanzia nje. Kwamba tunajitahidi kupambana na kila kitu kilichotuzunguka, tukishakiweka sawa, tunaingia rohoni. Ambapo ni kinyume sasa na ibada halisi.
Yaani ibada halisi ndani tunakuwa sawa, alafu ndipo tunafanya mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni sawa na kwenda ofisini, umeshajipanga kugombana labda na bosi wako. Alafu unasema nataka nikamseme, alafu nikishamaliza nitamuombea. Inafanya kazi namna hiyo? Haiwezi kufanya kazi namna hiyo. Inabidi umsamehe kwanza, alafu hata kama unaongea naye, uongee naye ukiwa tayari umeshamsamehe. Yaani rohoni kukiwa kumeshakuwa sawa, ndipo unatimiza sasa yale yaliyobaki ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo akasema kwamba hana mtu wa kumtia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine anamtangulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kama ule mfano niliosema hapa kanisa. Tuseme nisiseme hapa makanisani. Hapa tunazungumzia makanisani kwa sababu wale ambao wako nje tayari wamekubali kumfuata Yesu, lakini hawamfuati katika namna ipasayo, au hawamwabudu katika namna ipasayo. Haleluya. Kwa nini mtu tunatolea mfano kwa nini mtu akifanikiwa ama akipata vitu vizuri, kwa nini mwingine anaumia? Ni sawa na huyu. Anasema kwamba mimi ninapojaribu kuingia, anakuja mtu mwingine mbele yangu. Yaani ni sana mtu ameokoka labda miaka 10 iliyopita. Alafu mtu anaokoka hivi karibuni. Alikuwa labda na hali mbaya, labda wote tuseme hawakuwa vizuri kimaisha, kiuchumi. Huyu ameokoka miaka 5, akaomba akasema yaani namshukuru Mungu baada ya kuokoka, nimeomba, naona mambo yangu yanaenda. Yule wa miaka 10 iliyopita katika wokovu anakuwa na mgogoro na Mungu. Mimi Mungu, mbona nimekutumikia miaka mingi, mbona haya yanayotokea kwa huyu aliokoka hivi karibuni kwangu hayatokei? Kuna ibada halisi inaweza kaendelea hapo, kwa sababu anaona yeye akijaribu kumfikia Mungu, kuna mwingine anamtangulia kumfikia. Na hadi mmesikia anasema kwamba maisha ni nini? Maisha ni foleni. Ni kweli maisha ni foleni. Na ni miongoni pia mwa nyimbo ambazo tunazitumia kama nyimbo za kusifu na kuabudu. Simesha kusikia wimbo si umeimbwa na mtu anayemwabudu, anayemtumikia Mungu? Maisha ni foleni, kila siku inasogea, subiri ya kwako naye itafika. Kwa maana yake sisi tunaenda kumwabudu Mungu kama vile tumejipanga mstari. Huyu kashabarikiwa, sasa ninayefuata labda ni mimi. Sasa unakuta kila ukitaka kufuata anabarikiwa mwingine kabla yako. Ndicho kilichomtokea huyu. Badala Yesu anamwambia unataka kuwa mzima, yeye anamwambia kila ninapojitahidi anakuja mwingine. Yesu anasema wataka nikufanyie nini? Kwa unasema kila ninapojaribu kuomba hamna kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ibada halisi imeuawa na kujipenda wenyewe. Kujipenda wenyewe. Huyu hapa, kwa nini alikuwa hafurahi kwamba japo sijaingia lakini kuna mwenzangu kaingia katoka ni mzima? Kwa nini alikuwa hafurahi? Ni kwa sababu wengine wanapona lakini haponi. Ndio ile tunachozungumzia kujipenda wenyewe. Na maneno yake haya ukiyasikia sio maneno yenye shukrani mbele za Mungu. Kwa hiyo ndivyo ibada zetu zilivyo za kila siku. Hatuna vinywa vyenye shukrani mbele za Mungu. Kwa sababu kile tunapojaribu kupata kitu fulani hatukipati. Labda anakipata mwingine kabla yetu. Akikipata mwingine kabla yetu, tunamchukia yeye na huyo Mungu aliyempa. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro wakati amefufuliwa, wakasema kwamba yani hatutamuua Yesu tu, tutamuua na huyu Lazaro. Kwa sababu huyu ndio anasababisha watu kwa kufufuliwa kwake anasababisha watu wengi wamwamini Yesu. Kwa hiyo mtu akifanikiwa sasa, akakutana na huyu ambaye alikuwa yuko kwenye foleni, akavukwa kwenye foleni, ndipo utakaposikia sasa mafanikio ya huyu alivyoyapata kimagumashi. Ndipo utasikia stori za kila namna mbaya zinazomhusu huyo mtu ambaye amefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Baba anawatafuta watu watakaomwabudu katika roho na kweli, kwa sababu hao watu ni adimu.
roho za watu zimechafuka. Roho za watu zina mambo mengi maovu, zimejaa maovu. Hawawezi kumwabudu Mungu. Kila wanapojaribu kuinua hata vinywa waombe, waimbe, haiwezekani kwa sababu roho zimejaa mambo ambayo hayasapoti ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hata hapa umeshachoka Hata hapa na mimi nimeshachoka kusikiliza. Yaani tayari nikiashiria kingine baba, hata hapo umeshachoka tu kusikiliza ya mambo ninayoongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu roho zina mambo mengi, zimejaa mambo mengi ambayo hayaruhusu ibada ipenye. Na hakuna namna tutampata Mungu halisi bila ibada halisi. Kwa sababu yeye ni roho, anapatikana rohoni. Kwa hiyo kama hatutamwendea rohoni inavyopasa, hatutakutana naye, tutakutana na Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati tunajibidisha, lakini kwa sababu tunaingia rohoni, ndivyo sivyo, tunakutana na Mungu mwingine. Ndio sababu unashangaa mtu, huyu mtu mbona anasali, mbona uchungu haumuishi? Anakutana na Mungu mwingine. Yaani ni kama kauli mbaya, unamfanya mtu aonekane kama hajaokoka, lakini ndio uhalisia katika ulimwengu wa roho. Naweza nikakufariji katika mwili, lakini katika ulimwengu wa roho tafsiri yake halisi ni hiyo. Wewe unapoenda rohoni unakutana na Mungu mwingine. Ndiye anayekujaza huzuni. Ndiye anayekujaza kuchukia watu. Ndiye anayekujaza mtu mwingine akipiga hatua ujisikie vibaya na umseme vibaya. Ndiyo inakufanya ukifika wakati wa kumwabudu Mungu uishiwe nguvu. Yaani ujikute unataka kuimba lakini haviimbiki. Unataka kuomba haviombeki. Si huwa vinatokea katika maisha ya watu Yaani anajitahidi, kabla hatujaanza maombi miayo haikuwepo. Kabla hatujaanza maombi hakukuwa na usingizi. Kabla hatujaanza maombi ulikuwa uko sawa, una nguvu, unaongea, umechangamka. Tumeanza maombi, mbona kama umeshiwa nguvu ghafla? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeanza maombi, mbona pilika zimekuwa nyingi? Haleluya. Hata hapa sinaona watu wanakuwa na pilika hapa, hadi pastor Ima inabidi aseme, bwana ngoja tusubiri watu watulie. Pilika nyingi. Haleluya. Lakini ujue Wakatoliki wana kiforce kile kitu wakati mwingine na makanisa mengine. Ukimya tunapokuwa mahali hapa ni muhimu sana. Ni moja ya kiashiria kwamba tunamheshimu huyu ambaye tumekusanyika hapa kwa ajili yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe kwa kupiga kwako kelele unamwathiri mtu mwingine asisikie vizuri. Manake unajiharibu na unamharibu mtu mwingine. Kwa ndio sababu kama minongono, makelele, kama hakuna sababu ya lazima ya kufanya hivyo, tulia, sikiliza, imba, omba. Ukimaliza tunakuwa na muda mwingi sana wa kuongea baada ya kuwa tumeshamaliza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Waabuduo halisi ndio wanaotafuta wapendwa. Sio wanaohudhuria kanisani. Yesu hakuja kutafuta watu wanaohudhuria kanisani. Alikuja kutafuta watu watakao muabudu katika roho na kweli. Kuhudhuria kanisani ni kichocheo cha kuendelea kuabudu katika roho na kweli. Lakini sio mwanzo na mwisho katika kuabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turudi katika ile Timotheo. Hatuwezi kufika mwisho katika hili somo. Kwa hiyo angalau tunagusia tu mambo ya hapa na pale, angalau kila mmoja wetu. Wakati mwingine sio kwamba ni vitu vigeni. Huu mstari sio mgeni. Kila kitu tunachokiongea hapa sio kigeni. Lakini ni kuzidi kutiana nguvu katika Bwana. Kwamba Baba anatafuta wale watakao muabudu katika roho na katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa pili endelea, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu. Unajua wakati mwingine hii kupenda fedha huwa inafananishwa na kuwa na pesa nyingi. Kuwa na pesa nyingi haihusiani na kupenda pesa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mtu anaweza kuwa hana kitu lakini anapenda pesa kuliko
Gusa 100 yake uone atakachokufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hii haihusiani. Wakati mwingine ndio sababu unakuta mtu akifanikiwa tunaona kama huyo moja kwa moja kashajikatia tiketi ya kwenda wapi? Ya kwenda motoni. Haihusiani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu unaweza kukuta kabisa anajua nikienda ibadani leo labda nikakaa kanisani kwa masaa 4, labda nimepoteza milioni 5 katika huu muda. Lakini kuna mtu anauza vitumbua. Hawezi kuja kwa sababu anaona wateja watafanya nini? Watampita. Sasa kati ya hawa wawili nani anapenda fedha? Kati ya hawa wawili. Kwa kupenda fedha hakuhusiani kuwa na pesa nyingi ama pesa kidogo, ni roho. Rohoni. Ndio sababu tunaposema ibada halisi inaanzia wapi? Rohoni. Kwa bila kurekebisha huku ndani, hakuna kitu kingine chochote kitatusaidia kupata ibada halisi. Bila kuepuka mambo kama haya, hasa kujipenda wenyewe. Haleluya. Yaani hapa kuna mwingine anakuja, yaani tunaendelea na neno, lakini kashatathmini nywele, kashatathmini nguo, kashatathmini viatu, kashatathmini mtu alivyovaa, kashatathmini nini, anajiuliza huyo dada mbona sija kumuona kwenye kamera. Yaani kuna vitu vingi sana vinaendelea wakati tunasikiliza neno. Bwana Yesu asifiwe. Wenye kupenda fedha, wenye kujisifu. Jamani, hii nadhani sasa ndio imepitiliza. Mitandaoni ni hatari sana. Yaani vile mtu anavyopiga picha, hahitaji kuandika chochote. Inakwambia kwamba huyu mtu amepiga picha kuashiria yeye ni mtu mkubwa. Anajisikia, amefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mzuri. Na kama ni macho, utajua kabisa huyu anatuashiria kwamba ana macho mazuri. Kwa vile atakavyoweka kwenye picha, huyu anaashiria ana mashavu mazuri. Kwa vile atakavyoyategesha kwenye nini? Picha. Wenye kujipenda wenyewe na wenye kujisifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye kiburi. Haya, sogea mbele, asogei. Wenye kiburi. Wenye kutukana. Hapa sasa kwenye kutukana. Wenye kutukana, kuna wakati mwingine tukiwa katika maombi hatumuombi Mungu, tunamtukana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati tunaomba tunafanya nini? Tunamtukana Mungu. Kwa mfano, mtu anasema, Baba, nimekutumikia kwa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaambatanisha na vitu ambavyo hajatendewa kwa hiyo miaka yake yote ya nini? Ya utumishi. Lakini Ayubu aliambiwa nini? Ni nani aliyetangulia kunipa ili nami nimlipe? Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe umetangulia kumpa nini Mungu ili kwa sababu ya hicho akulipe. Kwa sababu wengi tunaenda kwa Mungu kudai. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshasikia dai baraka zako, kadai baraka zako. Ikifika hiyo hatua, hata kama mtu alikuwa amesinzia, ataamka anaenda kudai nini? Baraka zake. Haleluya. Nataka baraka kama za Ibrahimu. Ukipewa majukumu ya Ibrahimu utayaweza? Wewe ukiambiwa kama kutoa nusu saa ya kutulia kwenye ibada huwezi, utatoa mwanao? Kama kukubali kunyenyekea tu, utoke kiti cha nyuma usogee cha mbele, huwezi, utaweza kutoa mwanao? Utaweza kuzimudu baraka za Ibrahimu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Au mtu anaenda mbele za Mungu anasema, Baba, naomba unibariki kama unavyobariki. Haleluya. Hivi wewe nani kakwambia Mungu hajakubariki? Yanapenda kumwambia Mungu nibariki. Ni lini kakwambia hajakubariki? Lini Mungu alikwambia hajakubariki? Hivi tunapomwamini Yesu, Biblia inatuambia kwamba tumekirimiwa nini? Baraka zote. Mwalimu Paul alifundisha vizuri sana, akasema tumekirimiwa baraka za rohoni kwa sababu hazina mwisho. Hizi Mungu anaweza kukupa gari
Hata nimesema gari, nimekumbuka nyumba na gari. Nyumba na gari wapendwa, zinaharibu, zinaua sana ibada za watu. Nyumba na gari, kutafuta nyumba na gari kunaua sana ibada za watu. Yaani wengi wakishapata nyumba na gari anaamini ndio amefikia kilele sasa cha kumuona Mungu. Yaani Mungu ndio ameonekana sasa kwenye ule ubora wake. Kwa hiyo watu wengi katika maisha wanaishi wakitumikia nyumba na gari kabla ya kupata na baada ya kupata. Kabla ya kupata inamtesa, baada ya kupata inamtesa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mtu anaomba gari kweli kwa tamaa, lakini ikija sasa anagundua kwamba kumbe kulipata ni rahisi kuliko kulihudumia. Kwa anaingia mgogoro sasa, unakuta maombi yake ya kila siku analiombea sasa, Mungu lilinde, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Yaani unakuta maombi yake kila siku ni gari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sicho tulichoitiwa tunapomwabudu Mungu. Yaani tunapoenda mbele za Mungu, waabudu halisi ni wale ambao wanaamini kwamba katika Kristo yaani kwamba Kristo kwao ni yote katika yote. Wana yote katika Kristo. Wameketishwa mahali pa juu pamoja na Yesu. Hao ndio watamwabudu Yesu katika uhalisia. Kwa sababu huwezi kumwabudu Mungu na kumpa heshima yake yote na wakati unamwona Mungu ni pungufu katika maeneo kadhaa. Yaani ukishamwona Mungu amepunguka katika maeneo kadhaa, hakuna namna utamwabudu katika hali halisi. Hakuna namna utamwabudu katika roho na kweli. Unapoenda mbele za Mungu, unamwabudu kwamba yeye amekamilika, anaweza yote, anafanya yote, na yeye ni Mungu wa haki. Yote anayoyafanya anakuwa amefanya mambo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba muonekano wako ulionao ni muonekano sahihi ambao ni sahihi mbele za Mungu. Hali unayoipitia haina shida mbele za Mungu. Maadamu yeye yupo, kila kitu kiko sawa. Haleluya. Siwezi kuendelea kusema zaidi. Naamini mwenye sikio anasikia. Ambaye yuko tayari kutenda atatenda. Asiyekuwa tayari kutenda hatatenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kizuri katika kutenda na kutotenda kwamba usipotenda yanayotakiwa kukupata yatakupata. Ukitenda yanayotakiwa kukupata yatakupata. Kwa hiyo ukiamua kufanya ama kutofanya, umeamua yale yatakayokupata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama umeamua kumtafuta Yesu, ibada katika roho na kweli. Haleluya. Usiabudu kama mtego kwa Mungu ili akufanikishie vitu fulani. Kwa sababu ndicho ambacho wengi tunakifanya. Yaani unamfanyia Mungu kama hii ibada sasa ni kama mtego. Kwamba najitoa mpaka Mungu afanye kitu fulani. Kwamba yeye kabla ya kujitoa jua lilikuwa linaendelea kuangaza. Kabla hujaanza kujitoa mvua ilikuwa inanyesha. Inanyesha unapoishi na inanyesha na kwa watu wengine, hata wasio mwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kujitoa kwako, jitoe kama shukrani, sio kama uwekezaji ambao katika huo unataka uvune. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo usiseme kwamba nikisali masaa 5 kwa siku basi hapo vitu fulani vinatakiwa vitokee. Sema ninasali masaa 5 kwa siku kwa sababu hakika ninatamani kuwa na muda wa kutosha na Mungu wangu. Hakika ninatamani roho yangu izidi kunawili. Rohoni mwangu nizidi kujawa na raha ya kumwabudu Mungu. Ndicho kinachotakiwa kikupeleke kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tukishamfuata Kristo, jukumu kubwa tunalokuwa nalo ni hasa labda kuombea watu, kunini, lakini sisi tunakuwa ni watu ambao tunakuwa tumejawa na shukrani. Na kama ni maombi tunayoomba mbele za Mungu na kuyatolea muda wetu mwingi, ni tujazwe vitu vya kiroho. Labda siwezi kuomba kwa muda mrefu, labda ndemeze, Mungu nisaidie, natamani niweze kuomba zaidi. Mungu nina uchungu, natamani nitolee uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanafanya watu, ingawa mimi binafsi sidhani kama ni kitu ambacho kina afya sana kiroho, kuwa na mifungo mirefu kwa ajili ya kuombea vitu. Labda hapa kwa mfano kanisa tunasema tufunge labda siku 40. Labda Mungu atupe kiwanja.
kikubwa zaidi ya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Inafanyika sana, lakini sio kitu ambacho kina afya sana kiroho. Labda tungeomba kwamba Mungu tupe nguvu ya kutumika zaidi, kwa sababu tukitumika zaidi vitu huwa vinafuata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vitu vinafuata kazi. Tukipiga kazi ya Mungu sawa sawa, wala hatutahitaji kumwambia kiwanja atupe. Yaani kitatokea tu. Kitatokea tu. Utakuta vitu vinatokea tu, yaani mnakuwa mwelewa vinatokea tokeaje? Ni kwa sababu vinazaliwa kutoka rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuwafundisha labda watu wa Mungu wamjue Mungu, wamwabudu katika roho na kweli. Matokeo ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli, vile vitu vya nje tunavyovipambania vitazaliwa tu vyenyewe. Kwa sababu kabla mtu hajamwabudu Mungu katika roho na kweli, lazima utumie ujanja ili atekeleze mambo fulani. Haikwepeki hiyo. Kabla mtu hajafikia hatua ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ukimtaka afanye mambo ya kimungu, itabidi utumie ujanja ili ayafanye. Ndio sababu nimekutolea mfano wa yule mchungaji aliyekuwa anaenda kufanya fundraising huku na kule. Alikuwa inabidi atumie ujanja ili watu watoe. Na kimsingi walikuwa hawamtolei Mungu. Yaani ile hawezi kusema walikuwa wanamtolea Mungu. Walikuwa wanatoa sawa kuhusiana na mambo yanayohusu Mungu, lakini ile moja kwa moja wao mioyoni mwao ukiwauliza, hawezi kuambia walikuwa hawezi kushuhudia wakawa na ujasiri kabisa kwamba walikuwa wanamtolea Mungu. Walikuwa wanategesha mtego ili unase yale wanayotaka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Naamini wakusikia anasikia na kutenda, hata kama usipoongea kwa masaa mengi sana. Naamini katika haya Mungu utamwambia akusaidie. Utaendelea kusimama katika namna ambayo inakupasa usimame mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani hata unasikia mtu labda na haya mambo sio ya kushughulika na dhambi, kushughulika na nini. Kimwabudu Mungu katika roho na kweli, huwezi kujikuta kwenye mazingira ya dhambi. Eti ujikute tu mchungaji unakuja kwa nahubiri Jumatano akasema, hivi huwezi kujikuta guest kweli? Huwezi kujikuta guest. Yaani ukijikuta umerogeka. Kwa sababu ukisema umerogwa nitakuwa nimekukosea. Yaani kwamba umerogeka maana yake umetoa nafasi ya kurogwa. Ndio ukajikuta yes, wala shetani hawezi kukupitia. Nikasema shetani hawezi kukupitia. Yaani shetani anaalikwa. Shetani anakushawishi tu afu unamkubalia. Bwana, shetani twende. Oramose karabashanda rababaka. Rema se karabashanda rababa. Tutoke katika viwango vya kumwabudu Mungu kwa ujanja. Midomo tunakuwa wakati mwingine tuna midomo imejaa mambo ya Mungu, lakini mioyo iko mbali kabisa na hayo tunayosema. Tunakuwa na midomo inamkiri Yesu, lakini mioyo yetu iko mbali sana na Yesu. Raboshe karababaria karabasanda rababaka. Kwa sababu alisema kama orabose karababaria mashaka, tukimwabudu lazima tutashika yale anayotuagiza tuyashike. Remose karababaria manda. Hakuna namna utamwabudu afu akiagiza hautendi. Reboshe karabaya karamana. Ora babarababaria mama shikara babaria masiki. Rebosha karababaria mama sikara babariaka. Ora boshi karababaria mama sika. Ora babarama maria mashikara babaria masika. Ora babaria mama shikara bayaka rabayanda rababa. Uhitaji kufundishwa cha kumwambia Mungu. Wewe moyo wako unajua kile ambacho unatamani. Hitaji la moyo wako unalijua. Hakuna mtu anayejua moyo wako. Wewe mwenyewe unajijua kama unaabudu kweli ama huwa unafanya mizaa mbele za Mungu. Wewe unajijua ni mambo gani yanakuzuia usimwabudu. Ora boshe karabaya bora karabasiki. Ora babarama maria mashikara baba. Ora babarama maria mashikara babariaka. Ora babarama maria mashikara babariaka. Ora babaria mashikara babariaka babasiki. Ora mashikara baba. Oh nafsi yangu rabashikara babaria mamsikara baba. Ora be karabana karaboshe karababaria masika. Mungu ni zaidi ya bosi wako. Mungu ni zaidi ya mashamba unayoyatamani. Mungu ni zaidi ya majumba ulionayo, majumba unayoyatamani. Ora bashikara babaria karababaka. Ora babaria masika. Anastahili kuabudiwa.
hachanganywi na chochote katika ibada. Ora baba ya masika ora baba, upasi kumwabudu ukimwambatanisha na chochote. Ora baba ya karaba masika ora baba, upasi kumwabudu ukimwambatanisha na shida zako na matatizo yako. Ramosha karaba ya masika ora baba. Ora mama shikara baba, ora baba rama ya masika, ora baba rama shikara baba ya masika, ora baba rama ya masika, ora mama shikara baba ya masika, ora mama rama shikara baba, ora baba rama ya masika baba, ora baba rama ya masika baba, ora baba ya masika baba, ora baba rama ya masika baba, ora baba rama ya masika baba. Ora baba rama Maria masika baba, ora baba rama Maria masika baba, ora baba rama Maria masika baba, ora baba rama Maria masika. Ndio Bwana.